Unapewa pesa, unajiuliza ulishawahi kushika pesa vizuri tu na mambo yakaenda, lakini kuna aina ya watu ukiwakopa pesa haupati pesa ya kuwalipa na unakuwa mtumwa wake kwa miaka mingi. Kuna aina ya kampuni, kuna aina zinaitwaje hizo taasisi za fedha, Bwana asiwe, ambazo unashangaa watu wao ni watu tu wa kuchukua mali za watu lazima ifikie mahali mtu achukuliwe nyumba, achukuliwe makabati, achukuliwe TV zake kwa kushindwa kulipa. Unapopewa pesa huwa una exchange. Wengine ukiwa udhaifu unabadilishiwa, wanachukua kitu kizuri ulicho nacho, unashangaa ule ufanisi uliokuwa nao kwanza unapungua mara tu baada ya kuingia kwenye mkopo fulani. Unafikiri kawaida? Sio kawaida, kwa sababu pesa ni ya kiroho. Nataka uwe macho kwa jina la Yesu. Nasema uwe macho kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asiwe. Ndio maana mtu mmoja akasema, mwenye hekima, si kila pesa ya bure unatakiwa kuikubali.